Siasa za upinzani katika taifa lolote hazijawahi kuwa rahisi. Katika siasa za Afrika Mashariki, hasa katika nchi ya Uganda, unapotaja upinzani, jina Dr. Kizza Besigye haliwezi kuepukika. Dr. Kizza Besigye ni mmoja wa viongozi wa upinzani ambao wamekuwa mwiba mkali kwa rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Dr. Kizza kwa sasa anashikiliwa katika magereza ya kijeshi baada ya kuelezwa kutekwa jijini Nairobi Novemba 16, 2024 na baadaye kuonekana katika mahakama ya kijeshi nchini Uganda akituhumiwa kwa makosa ya usalama na kumiliki silaha isiyo halali. Mke wa Dr. Kizza Besigye, Bi Winnie Byanyima, ameandika historia yenye uchungu juu ya kinachoendelea baina ya mumewe na serikali ya Yoweri Kaguta Museveni na nini hasa chanzo cha ugomvi wa watu hawa wawili ambao walikuwa marafiki wakipigana vita nyingi pamoja katika kukomboa taifa la Uganda. Simulizi ya Bi Winnie hii hapa. Kupitia ukurasa wake wa X ameandika akisema, sasa ni mwaka mmoja tangu mwenzi wangu Dr. Kizza Besigye alipotekwa nyara kutoka Nairobi na kupelekwa gerezani nchini Uganda. Mwaka mmoja baadaye, kesi dhidi yake haijasonga mahakamani. Udhalimu usio na mwisho, kuwekwa kizuizini na jeshi, kufungwa kinyume cha sheria, kunyimwa dhamana, mfumo wa haki uliotekwa. Kwa nini anashikiliwa? Kwa sababu ana maoni tofauti. Kwa sababu amethubutu kugombea urais. Kwa sababu nchini Uganda kutoa mawazo tofauti kunachukuliwa kama kosa na wale wanaopinga utawala wa kimabavu wanaadhibiwa badala ya kusikilizwa. Kinachomtokea Kizza Besigye sio cha kipekee. Ni hatima ya Waganda wengi, hasa vijana na harakati ambao hupotea, hushikiliwa bila mashtaka, huteswa au hata kuuawa. Gereza limekuwa ni mustakabali wa taifa letu kunyamazisha watu kwa ukatili. Niruhusuni niwakumbushe Kizza Besigye ni nani? Yeye ni shujaa wa taifa ambaye alitoroka kizuizini kinyume cha sheria chini ya utawala wa Obote katika basement ya hoteli mbaya ya Nile. Alikimbilia uhamishoni, lakini Uganda ilipomhitaji alirudi kuungana katika mapambano ya uhuru. Aliacha kazi yake ya udaktari katika hospitali Aga Khan jijini Nairobi, akaungana na Museveni katika vita vya msituni na akahudumu kwa ujasiri. Akiwa mmoja wa madaktari wawili pekee katika NRA, alipigana katika vita vyote vikubwa na akaokoa maisha ya watu yasiyohesabika, ikiwa ni pamoja na kwa